Karibu katika jambo la leo la Jumatatu Aprili 20 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni hayo utakayoyasikia. Serikali kuja na mpango mpya kuanzisha benki ya vijana kama suluhu ya changamoto za kiuchumi. Pakistan yafanya maandalizi mazungumzo ya amani. Tanzania saini rasmi mkataba kwa mwenyeji wa mashindano ya 74 ya Miss World 2027. Mwanamaisha Fresh unaweza kufuatilia pia jambo la leo mbashara kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok. Andika Jambo FM TZ pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Tunalianza jambo la leo kwa taarifa kutoka hapa Kigoma 96.1. Jeshi la polisi mkoani Kigoma limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa mauaji ya kijana mmoja, afisa usafirishaji maarufu bodaboda aliyekodishwa na kisha kuuawa na mwili wake kutupwa kwenye shamba la mahindi katika kijiji cha Mnanila mpakani mwa nchi ya Tanzania na Burundi. Faustin Kasala na taarifa kamili. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kigoma ASP Philemon Makungu amesema tukio hilo limetokea tarehe 4 ya mwezi Aprili 2026 baada ya kijana huyo kukodishwa na watuhumiwa hao na kumtaka awapeleke sehemu ambayo haijafahamika mara moja. Nakumbuka kuna kijana alikodiwa hapa Kazegunga, baadaye mwili wake ukaokotwa mpaka pale Mnanira kwenye mashamba akiwa ameuawa. Tulivyofuatilia kwa kushirikiana na wenzetu wa Burundi, na hili bainika baada ya kuokota mwili kule Mnanira ukiwa umetupwa kwenye shamba la mahindi, huko akiwa amechomwa visu tumboni. Sasa tulivyopata ule mwili kuleta hapa Mweni na kutangaza, ikaja kugundulika kwamba ni kijana aliwa Kazegunga hapa, na tukaanza ufuatiliaji kwa sababu pale ilikuwa ni mpakani. Tuliamini kabisa kwamba inawezekana hawa watu walivyotambuliwa wakasema kwamba ni bodaboda. Kwa hiyo tukaanza kufuatilia kwa sababu pikipiki hatukuipata. Tulivyofuatilia tukajua hawa watu watakuwa inawezekana kabisa wanaweza kuvuka Burundi. Kwa hiyo tulifanya ufuatiliaji na wenzetu wa Burundi na tukafanikiwa kuikamata hiyo pikipiki na hao watuhumiwa wawili, na upelelezi unaendelea. Kamilika tuafisha mahakamani. Namba ya pikipiki hiyo ni MC 134 AED aina Boxer na ilipora kwenye hilo tukio la mauaji. Aidha, jeshi hilo kupitia misako na operesheni mbalimbali zinazoendelea katika wilaya zote za mkoa wa Kigoma zenye lengo la kubaini na kuzuia uhalifu wa makosa mbalimbali zilizofanyika Machi 19, 2026 hadi Aprili 20, 2026 limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine watatu wakiwa na vyuma 30 vinavyotumika katika ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kama anavyobainisha kamanda Makungu. Huko maeneo ya Mpeta wilaya Uvinza mkoa wa Kigoma, askari polisi kwa doria ifanikiwa kukamata watuhumiwa watatu wakiwa na vyuma 30 vya miundombinu ya reli. Hivi ni vile ambavyo vinatumika kwenye ujenzi wa SGR. Pia tumefanikiwa kukamata pikipiki 17 ambapo kati ya hizo pikipiki 15 ni aina ya Boxer, King Lion 4, Toyo 3, Synergy 3 na TVS 2. Na hizi zinahusishwa na matukio ya uporaji vishangu. Kwa hiyo wanabadilisha zile namba alafu wanapita hasa nyakati za usiku kumyakwasa kwa kina mama ndio wamekuwa wahanga. Na kuhusu dawa za kulevya, tumefanikiwa kuteketeza shamba la bangi lenye ukubwa wa ekari 6. Mtuhumiwa mmoja amekamatwa. Hili shamba ni maeneo ya wilaya Kasulu ambapo kuna mkulima mmoja alikuwa anajihusisha na kilimo cha bangi na alikamatwa na atafikishwa mahakamani upelelezi utakapokamilika. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linaendelea kuwaomba wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi hilo katika kubaini na kuzuia uhalifu kwa lengo la kudumisha hali ya amani na utulivu. Kutokana na mafanikio hayo, tunaendelea kuwaomba wananchi hususan wa mkoa wa Kigoma kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kubaini uhalifu kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na mali zao ndani ya mkoa wa Kigoma. Kutoka mkoani Kigoma 96.1 jambo la leo, mimi ni Faustin Kasala. Tunakushukuru Faustin Kasala kwa taarifa hiyo. Tunaamini ni kazi nzuri ambayo inaendelea kufanywa na jeshi la polisi katika kuhakikisha ulinzi na usalama unaimarika.
kabisa. Nimepata kigugumizi kwa muda. Haya, sasa ni jambo la hapa Dodoma. Wakati vijana wengi nchini wakihangaika na ukosefu wa ajira, mitaji na fursa za kuanzisha biashara, serikali imekuja na mpango mpya wa kuanzisha benki ya vijana, hatua inayotajwa kuwa suluhisho la changamoto za kiuchumi zinazowakabili vijana wengi. Hatua hiyo imebainishwa bungeni jijini Dodoma na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kama ambavyo anaeleza Gideon Gregory. Kwa uanzishwaji wa benki ya vijana kwa lengo la kuchambua kwa kina ili kuwa na taasisi maalum ya kifedha itakayojikita katika mahitaji ya vijana. Dhamira ya serikali ni kuweka msingi wa mfumo wa kifedha unaoendana na mazingira na uwezo wa vijana wengi, hususan wale wanaoanza shughuli za kiuchumi, ili kuondoa vikwazo vilivyopo katika upatikanaji wa mitaji. Benki ya vijana itakayoanzishwa itakuwa chombo muhimu cha kimkakati kitakachowezesha upatikanaji wa huduma za kifedha zilizo rafiki kwa vijana, kuchochea ubunifu wa bidhaa za kifedha zinazolingana na mahitaji yao, lakini pia kupanua wigo wa uwekezaji kwa vijana na hatimaye kuongeza ajira na mchango wa vijana katika kukuza uchumi shindani na jumuishi wa taifa. Wakichangia katika bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wameunga mkono hatua hiyo ya serikali, huku wakitoa ushauri juu ya swala hilo. Ni lazima na sisi tuwe na mfumo mzuri wa kuhakikisha vijana wanaweza kuifikia mitaji na wawe na elimu na uelewa kupata hiyo mitaji. Leo unamwambia kijana aandike andiko la kurasa 5. Kijana wa kule kijijini kule anawezaje kuandika andiko? Kuna vijana nyinyi mnawafahamu hawajasoma, lakini ni mabilionea kule sekta ya madini kule Kandaziwa. Benki ya maendeleo ya vijana iwepo ya makao makuu, lakini kuwe na matawi kwenye ngazi za mikoa na kwenye ngazi za wilaya, ili vijana wanaotaka kukopa hizi fedha waweze kupatiwa njia ya kupata hizi fedha. Duniani ukiangalia waliofanya vitu vikubwa, wengi mawazo mengi waliyapata wakiwa vijana. Kwa ndio maana nasema kwamba vijana ndio wenye nguvu na ndio tumaini na injini ya taifa letu. Kwa miaka mingi vijana wamekuwa wakitajwa kama nguvu kazi ya taifa, lakini bado wengi wao wameendelea kukosa mitaji na mifumo rafiki ya kuanzisha na kukuza biashara zao, ambapo baadhi yao wanahitaji hatua hiyo kama mwarobaini. Ile benki ambayo itafunguliwa na serikali itakuja kusaidia hasa kwenye swala la mikopo, ambapo vijana tutapata mikopo na itatuanzishia si mitaji ambayo tutaanzisha biashara zetu wenyewe. Kutokana na benki hii kuanzishwa, vijana wanaweza wakakopa, wakaanzisha biashara ndogo ndogo na kukabiliana na soko la ajira. Itasaidia sana kwa vijana. Ikiwa vijana peke yao itumisi itasaidia kwamba kipaumbele kitakuwa ni kijana yeyote ambaye anafika pale hatasaidiwa. Kwa hiyo hakutakuwa na foleni, na amini hakutakuwa na ile kusubirishwa kwa muda mrefu kwa vijana kuhudumiwa, kwa sababu taasisi itakuwa ni ya kwao. Zainabu Hassani ni mwanasheria na mdau wa maendeleo ya vijana. Anashauri benki hiyo kuunganishwa na sekta za kimkakati za serikali. Tunahitaji kuifikiria benki ya vijana kama ecosystem, sio chanzo cha mikopo tu. La muhimu zaidi, benki hii iunganishwe moja kwa moja na sekta za kimkakati za serikali. Kwa mfano, kupitia Wizara ya Uwekezaji na Wizara ya Mambo ya Nje, vijana wanaopata hii mitaji kutoka kwenye benki ya vijana wanaweza kuunganishwa na masoko ya kimataifa kupitia balozi zetu. Vijana wanapaswa kujiandaa kwa kujenga uwezo wa kibiashara, wawe na mipango iliyokuwa wazi na wawe tayari kutumia fursa hizi kwa nidhamu na uwajibikaji. Lakini pia ni muhimu waanze kufikiria biashara zao kwa mtazamo wa ukuaji, sio kujikimu tu kama wengi walivyozoea. Kwa mujibu wa utafiti wa nguvu kazi wa mwaka 2020-2021, vijana wanachangia zaidi ya 55% ya nguvu kazi ya taifa, ambapo katika mwaka wa fedha 2026-2027 Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana imeliomba bunge idhinishe kiasi cha shilingi bilioni 35. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Hizo ni habari njema kwa kundi la vijana, na tukushukuru sana Gideon Gregory kwa taarifa hiyo. Kimataifa, Pakistan imeendeleza leo maandalizi ya duru mpya ya mazungumzo kati ya Marekani na Irani, siku chache kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kukamilika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wapatanishi wa Marekani wataelekea Pakistan leo, lakini haijabainika wazi kama mipango hiyo itabadilika. Kwa upande wake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani amewaambia waandishi wa habari mjini Tehran leo kwamba hakuna maamuzi yaliyofikiwa kuhusu mazungumzo hayo. Huko hayo yakijiri, China leo imeelezea wasiwasi kuhusu hatua ya Marekani ya kukamata meli yenye bendera ya Irani iliyojaribu kukwepa kizuizi cha majini na kuzitaka pande zote mbili kurejelea mazungumzo ya amani.
Na Tanzania imesaini mkataba rasmi leo wa maandalizi na kwa mwenyeji wa mashindano 74 ya Miss World 2027 jijini Dar es Salaam. Utiaji saini huo umeiweka Tanzania kwa miongoni mwa nchi chache barani Afrika kuandaa mashindano haya makubwa ya urembo duniani, ikiwa ni ya pili baada ya Afrika Kusini. Katika hafla hiyo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema zaidi ya wageni 20,000 wanatarajiwa kuwasili nchini kushuhudia mashindano hayo na kuomba wote walioshiriki mashindano hayo kuhakikisha wanatunza heshima ya taji lililopata. Tunatarajia kuwa na wageni wasiopungua 20,000 watakaotoka nje kuja kushuhudia mashindano haya. Kwa kuwa television na mitandao yote ya kijamii itakuwa hewani kutangaza Tanzania, ni takribani ya watazamaji wasiopungua bilioni 2 watakaofuatilia mashindano hayo fainali ikiwa inafanyika hapa Tanzania. Hii ni fursa kubwa sana na heshima kubwa sana. Kwa kuwa kila nchi hupenda kujulikana kwa wema wake, basi Daktari Samia akatufungulia mlango wa kujulikana kwa wema, ukarimu na utajiri wa rasilimali tulizonazo katika nchi yetu. Mashindano haya watu wengi wameyafanya kuwa ni ya kawaida, na hasa kwa tamaduni zetu, mila zetu. Ukimwona binti anaenda kwenye mashindano ya mamisi, mimi naomba kusema katika namna mbili. Moja, ni waombe washiriki wote mlioshiriki jana kwenye fainali na mashindano mengine ambayo yataendelea kufanyika, tuhakikishe tunatunza heshima ya taji tunazozipata ili kutengeneza uhalali wa vizazi vingine kupata hii fursa ambayo jamii kwa wakati mwingine inatazama tofauti. Na siku moja mtu akaniambia, umisi unaonekana kama ni uhuni. Nikamwambia jambo moja tu, kwa hiyo tukifuta mashindano ya mamisi, uhuni wataisha nchini? Jibu likawa kwamba hapana. Kwa kama hawawezi kuisha, basi sisi tusiwape nafasi ya kufanya mambo ambayo yatatupeleka tuonekane tofauti. Ulipitiwa mkataba huu wote na kuona umuhimu wa siku ya leo kuweza kusaini. Hizo habari njema kabisa. Tunaanza kudondoleeza partner. Kwa dile 2027 tukaone walimbo ende dunia nzima. Kama kuona sawa. Kabla kwamba nianze. Inawezekana pia. Hizi kilo zetu umeziona? Bado tuna muda mzuri. Tuna muda kabisa. Haya, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha jambo la leo. Miongoni mwa yalosikika jioni hii ni pamoja na haya. Tukio la kuuawa kwa afisa usafirishaji aliyekodishwa na kisha kuuawa na mwili wake kutupwa kwenye shamba la mahindi mpakani mwa nchi ya Tanzania na Burundi. Serikali kuja na mpango mpya kuanzisha benki ya vijana kama suluhu ya changamoto za kiuchumi. Pakistan yafanya maandalizi ya mazungumzo ya amani. Tanzania saini rasmi mkataba kwa mwenyeji wa mashindano ya 74 ya Miss World 2027. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishiwa. Jioni njema.